Kwa sasa tunaangalia jinsi tutakavyoweza kuondoa hili jengo bila kusababisha maafa makubwa. Kwa sasa tumeweza kuondoa watu na hakuna mtu karibu hapa. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu na maafisa wa kaunti ambao wamejitolea. Unaona mpaka sasa ni saa 8 za usiku na bado wako hapa kwa sababu ya kujali maisha ya wananchi. Kiano ni uko thabiti na ni wa kuaminika. Ndio maana serikali kuu iko hapa na serikali ya kaunti iko hapa, tunashirikiana pamoja ili tuweze kusaidia wananchi. Maengineer wako hapa, naona watu wa Red Cross wako hapa, national government wako hapa. Rest assured kuwa sisi tuko hapa kwa ajili ya wananchi na kuhakikisha wananchi wako salama. Nikihesabu hili jengo la pili, la kwanza ni mwaka mmoja uliopita ambao lilikuwa marikiti na hili ni la pili. So ukisema ni majengo mingi, mimi nashangaa, lakini mingi yaanza mbili, lakini to be specific ni majengo mawili. Yamaanisha sisi watu wa county tuko vigilant kuhakikisha nyumba zinazojengwa ziko thabiti. Ndio maana nakwambia engineers wako hapa, uchunguzi unafanywa. So siwezi kuzungumza hali ya kuwa uchunguzi bado unaendelea. So tusubiri uchunguzi uweze kufanywa. Saini usiku tumepata salamu hivi usiku. Kitu cha kwanza hatuanzi kushika watu. Kitu cha kwanza ni kuokoa maisha ya watu. Nadhani pia mnakubaliana na mimi kulingana na hilo, sio? Ni kauli ya waziri wa ardhi katika kaunti ya Mombasa, Mohamed Hussein Ahmad-Noor, akiwahakikishia wakazi wa kaunti ya Mombasa kuwa jengo ambalo liko nyuma yetu watahakikisha kuwa litaporomoshwa katika njia salama na kuhakikisha kuwa hakutakuwa na maafa yoyote, kwani vikosi husika tayari zimeshawasili katika eneo hili la tukio, na akizungumzia kuwa ushirikiano upo dhabiti zaidi kwa serikali ya kaunti pamoja na vikosi kutoka katika serikali kuu, serikali ya kitaifa, katika kusaidiana kuhakikisha zoezi hili linafanyika kwa haraka iwezekanavyo. Na kikubwa zaidi, waziri Ahmad-Noor amehakikisha kuwa hakuna mtu atakayeathirika, kwani majirani ama watu wote ambao wanaishi katika eneo hili la tukio wamehamishwa kupelekwa katika eneo salama. Sisi Al Hajar TV tuko hapa kuhakikisha tunakuletea yote ambayo yatajiri, lakini kwa sasa ni zoezi tu na vikao mbalimbali zikiwa zimefanyika, vikao vya dharura zikiwa zimefanyika kwa department ama sekta tofauti katika kuhakikisha wanachukua hatua mwafaka ili madhara ya jengo hili lenye ghorofa 10 litakapoporomoshwa basi isiwe ni madhara makubwa wala madhara ya kibinadamu zaidi. Kutoka katika eneo hili la Kilifi Kona, maeneo ya Fayazi, ambapo kuna tukio la nyumba yenye ghorofa 10 likiwa linahofiwa kuporomoka, mie ni wako Mohamed Hatib Abdallah nikiripotia Al Hajar TV.